والصلاة والسلام على رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنشكر مولا سبحانه وتعالى ورحمة zake na fadhila zake, leo akatupa uhai, akatupa na afya na khatwa mpaka tukaweza kusikilia mahala patukufu kama hapa. Tunasema alhamdulillah ala hadhi neema, na ambao kubahatika ni wagonjwa, inshallah Mwenyezi Mungu ayaponze magonjwa yao, na ambao washatangulia barzakh, Mwenyezi Mungu ayajalie makaburi yao yawe ni rawdatan min riyadil janna, na sisi siku ya kufa tufe kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tukiendelea na fiqhi na maudhui ni ya swala, na swala kama mwenyewe alivyotuambia Mola wetu subhanahu wa ta'ala, wa inna lakabira illa ala al-khashi'in. Katika kuendelea, jana tulisikilia kuisoma tahiyatu mpaka tukaifikia mwisho wake. Leo inshallah tueleza kupisa salamu, baada ya ushaomba zile dua ambazo jana tuzieleza kwa uzuri sana. Leo sasa tuakamilisha wa akmalu salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa akmalu salami, ukamilifu wa kutoa salamu katika swala ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa yusannu, na imesuniwa taslimatu thania, kupiga salamu ya pili. Ikiwa hutaki wataka ile moja ukatazwe, lakini lao utapiga ya pili utakuwa mwenye kupata thawabu zaidi. Walibtidau, ni lazima salamu ukianza kuupiga katika swala mustaqbila alqibla, umeelekea qibla, ndio utaanza assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ni lazima uitie shadda ile sini, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa yusannu, na imesuniwa taslimatu thania, upige salamu ya pili ukitaka mwenyewe, lakini waweza ukapiga salamu moja tu, assalamu alaikum wa rahmatullah, basi mwenyewe uketa adhkari yako subhanallah ukitaka. Lakini katika kuanza watuambia wanawazuoni, jaribu ukianza assalamu alaikum uwe umeelekea qibla. Waliltifat, na uzunguke. Wataslimatain, na ni sunna upise salamu mbili, bihaithu, kwa namna yura, iwe itaonekana khadduhu al-ayman, kile kitefute chako au changu au chake cha mwenye kuswali cha upande wa kuvuli, fil ula, katika ile salamu ya kwanza. Wa khadduhu al-aysar, na kitefute chake cha kushoto au tavu lake la kushoto, fi thania, katika salamu ya pili. Nawiyan bitaslimati ula, kunuia kwa ile salamu ya kwanza, alkhuruja min as-salah, kwamba wewe sasa watiania watoka ndani ya swala. Wasalamu ala man ala yamini, na utienia kwamba wewe wawapisia salamu walioko upande wa kuvuli, kama nini? Minal malaika wa muslimai insi wa janni, muslimai insi wa jinni, na utienia kwamba mimi nawasalimia Waislamu, binadamu na majini. Wayanwi al-maamum, wale maamuma wakati wanapopisa salamu watatiania bitaslimati thania, kwa ile salamu yao ya pili watatiania raddu ala al-imami, kwamba wao wamrudishia imamu wao aliposema imamu assalamu alaikum wa rahmatullah, in kana an yaminihi, ikiwa yuko upande wa kuvuli ule imam, wa in kana an yasarihi, basi ikiwa imamu yuko upande wa kushoto, falula, ile salamu ya kwanza tiania kwamba wewe wamrudishia salamu imamu wako.
Kisha akatuambia Sheikh, wayundabu, sasa imesuniwa pia alimamu raddu ala almamum, na yeye sasa awarudishie imamu wake salamu. Wakati imamu ametiania wamrudishia salamu, na yeye atatiania kwamba sasa mimi napisa salamu ya pili, nia yangu pia nawarudishia maamuma zangu au maamuma wangu salamu. Sasa ushatoa salamu, je, waweza ukafuata mathalan, fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ukitaka mwenyewe ukishakupiga salamu ukiondoka ukatazwe. Lakini wayundabu dhikru, ni sunna, ni uzuri uwete dhikri ya qiba salah. Baada ukimaliza swala ulete tasbihat, tahlilat, takbirat, wa yusirru bihi, na jaribu kuzieta kwa siri. Illa al-imamu, isipokuwa imamu ataeta kwa dhahiri. Almurida ta'lima alhadirin, kutaka kuwafundisha wale maamuma ambao kwamba walihudhuria katika ile swala, pengine hawahisi kwamba ukipisa salamu kuna subhanallah 33, kuna alhamdulillah 33, mathalan kuna Allahu akbar 33. Pengine watu wamesilimu karibuni, uanze kuwafundisha subhanallah subhanallah, ili wale wasikie ikiwa wataka kuwafundisha. Lakini ikiwa sote tuayua, ni tuziete kwa siri. Fayajharu bihi, imamu atatoa sauti ila an yataallamu, mpaka wajue wale maamuma. Sasa itakuwa kisha kujua, itakuwa pia ni sunna kwa wao waite kwa taratibu. Wayukbilu al-imam, imamu akisha kupisa salamu, sasa uzuri awaekee ala al-ma'mumin, wale maamuma wake, bihaithu, kwa namna, yajalu yasara, ajalie kule kushoto kwake, tavu lake la kushoto, ule imamu ila al-mihrab, alekeze kwenye qibla. Maana yake ni sunna imamu akimaliza aekee panapotoka jua. Sasa tavu lake la kuvuli litakuwa limewaekea maamuma, na tavu lake la kushoto litakuwa limeelekea qibla. Wayundabu, na imesuniwa fi, ndani yake, wa fi kulli du'ain, na katika kila dua uzuri, raf'ul yadain, sio namuomba Mwenyezi Mungu na mikono iko chini, hata uinui mikono waomba kama sijui muomba nani. La, uzuri atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu haijibu dua ya mtu ambaye kwamba lahi amepumbaa yaomba dua hapo. Kama ni sunna rafu yadain, unyanyua mikono yako kwa utaratibu, kwa tawadhu, umuombe Mola wako subhanahu wa ta'ala, hususan katika hili 10 tena la malizika 10 ambalo kwamba sasa hili ni la maghfira. Sasa umuombe Mwenyezi Mungu, Mola wako msamaha, maghfira. Na wakati unapomwomba jaribu sana, ni sunna uinue mikono yako juu. Wakati hapo ndio itakuwa wewe umefuata sunna. Na ukimaliza mathalan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, mashul wajhi bihima, zile zitanga zako za mikono au ile mikono yako miwili, hapo ndio uanze kupangusa au kupukusa katika uso wako, sio katika ile Allahumma hadina fi man hadita. Hapana, katika ile dua ambayo umemaliza swala. Sasa unamuomba Mola wako, unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombe kwa zitanga zako za mikono, uziinue kwa tartib na khushu, kwa sababu unamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, ahsanul khaliqin. Sio unaomba mikono umeweka kwenye mapaja, hata uangalie kama labda sio unamuomba. La, lazima ukiomba uombe kwa khushu, tadabbur, ufikirie ile dua yako ambayo unamuomba Mola wako. Na ukimaliza usisahau bana katika kuomba walhamdulillah, mwanzo uyete alhamdulillah, umshukuru Mola wako wala mwanzo, kwa sababu amekuwezesha wewe au mimi nikaweza kuswali swala ile nikaimaliza bila ya kupindwa, bila ya kuwa mgonjwa,
bila ya kubadilika, bila ya kusikia vibaya, basi unapomwomba Mwenyezi Mungu mwanzo ni alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Awala umswalie mtumi bisalati ala nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dua yoyote ambayo haina hamdulillah, dua yoyote ambayo hakuna kuswaliwa mtumi sallallahu alaihi wasallam, dua hiyo ni abtar, ukatika, haikubali, kwa sababu mwenyewe Mola ataka kuombwa, basi mwanzo ni alhamdulillahi rabbil alamin, shukuru Mola. Awala mwanzo wa dua, wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam, na umswalie mtumi katika ile dua. Awala mwanzo wa dua, wa akhira na mwisho wake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe katika ziumbwa zake hakuna kiumbe ambaye mwenyewe amempenda zaidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mpaka Nabii Allah Adam alayhi salam, wakati Mwenyezi Mungu alipomtia roho, basi aliponyanyua macho yake aliona katika qawaim, katika matendeo ya arshi, au aliona katika arshi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fataajaba Adam alishtuka sana, kumbe kuna kiumbwa mtukufu ambaye atakuya baada yangu mimi kuondoka ulimwenguni. Pale pale Mola akamwambia, huyo ni kilemwelemwe chako, au ni kitukuu chako, au ni kilemwelemwelembe huyo, na ni mtukufu. Laula huwa ma khalaqtuk, lau si Muhammad Adam, kauli yasema singekuumba. Walaula Muhammad ma khalaqtu shamsa wala qamara wala samaa wala al-ardh. Mwenye Mola alfaalu lima yurid, la yusalu amma yafal wa hum yusalun. Mwenyewe amemtaua, amempenda umtumi, huwezi kukataa, sababu wewe na mimi tumeumbwa. Mwanzo tushukuru kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametuumba ni wanadamu. Sasa katika wanadamu ambao Mwenyezi Mungu aliwaumba, mwenyewe amemfanya mtume Muhammad ndiye mtukufu, kama alivyofanya Mwenyezi Mungu katika hizi ayam, katika masiku haya mwenyewe akapanga hakuna siku tukufu katika hizi siku kama siku ya Ijumaa. Mwenyewe Mola hawezi kumwingilia. Na katika miezi Mwenyezi Mungu akafanya mwenyewe miezi mitukufu ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, Rajab. Kisha akatuwekea na mwezi ulioteremshwa Qur'ani, mwenyewe akapenda shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, akapenda mwenyewe mwezi mtukufu, akautuwekea Ramadhani, mwezi ambao kuna Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Sasa Mwenyezi Mungu miezi yake 12 akataua mwenyewe katika miezi 12, akaitaua hii ni mitano au hii ni minne, akatwambia mwenyewe Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram wa Rajab wa Ramadhan. Ina fadhila kubwa, na ni mwenyewe Mola amependa kuiweka miezi mitukufu kama hili. Kisha akaeleza hija yote, ukienda kufanya hija, mwenyewe akataka Mola alhaju Arafa. Hija ni kwenda kusimama Arafa. Ikiwa tasimama utamtaja mtumi, shauri yako. Utaleta dhikrullah, shauri yako. Utasoma Qur'ani, shauri yako. Wewe mwenyewe unavyopenda fanya katika Arafa, na bila ya kwenda Arafa itakuwa ile hija haikukubaliwa. Ni mwenyewe mipango yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaua, basi akatagua katika viumbe aliowaumba mwenyewe, akamchagua Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na ndio sunna wakati ukiomba dua alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam, umswalie mtume sallallahu alayhi wa sallam mwanzo. Hapo ndio uombe dua yako, kisha umalize na swala za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hapo itakuwa ile dua Mwenyezi Mungu mwenyewe akipenda, akitaka henda ile dua akaitakabali. Lakini ikiwa tuomba dua tu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, hukumtaja mwenye, hukumhimidi Mwenyezi Mungu, hukumswalia mtume, itakuwa dua ile katiti na utata, itakuwa ni kiliku au ni kipande. Kisha wakaendelea wanawazuoni kutuelezea, sasa baada ushaomba dua yako, wewe ndiye mwenye kuswalisha mwanamume, wa yansarifa al-imamu aqiba salamihi,
wewe imamu ukimaliza kupisa salamu, meomba dua, uzuri uondoke, sababu ni sunna. Wewe ikiwa hujaondoka utachelewa, maamuma wasiondoke mpaka uondoke wewe. Idha lam yakun thamma nisa, ikiwa hapo hakuna wanawake, tulia, omba dua vizuri. Wayamkuthu almamum, ni sunna maamuma waketi baada washapisa salamu, washaeta dua hatta yaquma al-imam, ni sunna mpaka imamu wasimame. Lakini mara nyingi imamu vile akipiga salamu tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mara nyingi maamuma sisi huondoka. Lakini sunna, uzuri, tusiondoke mpaka aondoke imamu. Wayansarifa jihata hajati, na imamu aende upande wa haja yake, kama ni kushoto ni kulia. Lakini wa illa fa fi jihati yamini, uzuri upande wa kuvuli, ule imamu awe ndio mwenye kuondoka, ili ende apige rak'ateni ikiwa ni za baadia, kwa sababu sasa swala amemaliza swala yake ya alasri. Alasri haina baadia, alasri ina qablia. Ndio mpaka Mtume akasema man salla arban qabla alasri, qablia ina alasri, mwenye kuswali raka 4 kabla ya alasiri, huyo wajabat lahu janna. Yani ukapiga raka zako 4 kabla alasri, wajabat lahu shafaatu, utapata shufaa ya Mtume au utapata pepo kwa zile raka 4 ambazo ulizoziswali qabla salati al-asri. Man salla arba qabla al-asri, mwenye kuswali raka 4 hizo kabla ya alasiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuipenda hii swala ya alasiri mwenyewe akasema kwamba atapata shafaa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au atasamehewa madhambi yake, atiwa katika pepo. Sasa imamu akimaliza, uzuri akitaka kuswali sunna, bikalami, ajaribu katiki kuzungumza na maamuma wake, au hataki kuzungumza, intiqali, asiswali pale pale katika kibla, aondoke ende katiti mbele kiasi cha hatua 1-2, apige raka zake 2, wa huwa afdal, na hilo ni bora, kwa sababu Mola tuambia subhanahu wa ta'ala, hajajikurubisha mwanadamu kwa jambo ambalo mimi nalipenda kuliko faradhi. Ukitekeleza faradhi, basi Mola subhanahu wa ta'ala ukupenda mno. Kisha Mola akasema, hawati mja wangu kujikurubisha na sunna hata uhibba qablia, baadia, sunnatul wudu, tahiyatul masjid, qiyamul layl, tahajjud, tarawih, dhuha. Ukawa wewe hizi sunna huziwati, basi Mola mwenyewe atuambia, mimi humpenda sana mja ambaye akimaliza swala za faradhi haiwati. Mathalan kama amekuja kujaswaliwa, hawati yeye kabisa baadia, ukiswaliwa haiwati qablia, akiingia msikitini hawati tahia, haiwati sunnatul wudu. Apenda sana kuzishika hizi sunna, kwa sababu hizi sunna kesho siku ya kiyama, ikiwa swala za faradhi kidogo zina matatizo, Mola huambia malaika, angalieni katika sunna zake, zile sunna ndizo ambazo zitajaza zile faradhi zetu. Sasa wakati unaposwali sunna, Mola hukupenda, na akikupenda tuambia Mtume, huwa masikizi yako ni masikizi ya Mola. Mwenyezi Mungu masikizi yako huyafanya ni masikizi ya kheri, masikizi ya baraka, hayasikii isipokuwa yenye kumfurahisha Mola, huwa ni masikizi yako. Kisha huwa ni mato yako Mwenyezi Mungu, yale ambayo waonea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya sunna, Mwenyezi Mungu yatia baraka yale mato, yakawa hayaangalii maovu, bali huangalia mazuri mato kama hayo. Kisha huwa atuambia Mola, wa ya daulati yabtishu biha, wakati unaposali sunna, Mola ukupenda, huwa mkono wako ni mkono wa Mwenyezi Mungu, unachoshika chochote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ina maana huwezi kushika kiovu, huwezi kushika kibaya, huwezi kutukua cha mtu, huwezi kumuua mtu, huwezi mkono wako kudhulumu mtu, sababu mkono ule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
hutia baraka kubwa kabisa kwa sababu za zile sunna. Wakisha warija ulati, na Mwenyezi Mungu ulifanya guu lako ambalo kwamba unaloendea lile guu, Mwenyezi Mungu litia baraka, Mwenyezi Mungu guu litia rehma, hailiendi mahala paovu, haliwezi kwenda katika danguro guu lile, haliwezi kwenda baa, haliwezi kwenda katika kutia fitna, haliwezi kwenda katika kunena urongo, haliwezi kwenda kuua, haliwezi kwenda mahala ambapo kwamba pabaya, kwa sababu guu lile ni guu ambalo Mwenyezi Mungu ulitia baraka. Kwa hivyo mwenye kuswali sunna hupata baraka mato yake, hupata baraka masikio yake, hupata baraka mikono yake, hupata baraka miguu yake. Kisha Mola akatuambia kuwapenda wale wenye kuswali sunna, wala in ista'adhani la'idhannahu, na wakati akitaka mimi nimlinde, pengine amepatwa na matatizo, mwenye kuswali sunna akiniomba, basi nitamtoa katika matatizo. Na wakati ukimuomba Mwenyezi Mungu pengine wataka mazuri, hakukupa Mola matatizo, basi yale mazuri Mola hukujibu kwa sababu ya ile sunna yako au zile sunna zako ulizoziswali baada ya kumaliza swala zako za faradhi. Sunna na Mwenyezi Mungu kupenda, na akikupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadithi ya Mtume atuambia, nada Jibrila, umita Jibrili, Jibril, nampenda kiumbe changu huyu au kiumbe changu hiki, ameswali faradhi kisha amezishika sunna, na wewe Jibrili mpende. Jibrili hukupenda. Kisha Mola umwambia Jibrili, muwekee mahaba pia, waambie watu wa mbinguni, malaika wote wa mbinguni wampende mja huyu, kwa sababu hakudharau tarawih, hakudharau qablia, hakudharau baadia, hakudharau sunnatul udhu, hakudharau zile sunna ambazo kwamba huswaliwa wakati wewe huja swali swala ya faradhi au umemaliza swala ya faradhi. Malaika hukupenda wote wa mbinguni. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala humwambia Jibrili, mwekee kabuli huyu awe mwenye kupata mahaba, watu kumpenda ndani ya ulimwengu, bila ya kuambia watu duniani nipendani. Yani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kukupenda yeye na akakupenda Jibrili na akakupenda malaika wote, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala huambia wanadamu wote hupewa kama ilham, wakawa wakupenda bila wewe kutangaza, jamaa mimi nipendeni, jamaa mimi kadha kadha. Kwa uwezo wa Mola mahaba, Mwenyezi Mungu kutilia mahaba kwa umma wote, kwa sababu ya wewe ukimaliza swala zako za faradhi upenda sana kuziswali zile sunna. Je, sunna uzuri ni wapi? Watuambia wanawazuoni, wanaflu fi baitihi afdalu. Sunna jamaa nyumbani, tusifanye majumba ni makaburi. Sunna nyumbani ni bora. Ikiwa utaswali msikitini sunna, lakini nusu zibakishe wende ukaswali nyumbani, kwa sababu atuambia Mtume, wanaflu fi baitihi afdal. Lakini mara nyingi watu swala zote uziswali msikitini, na ile nyumba jamaa si kaburi. Leo corona hii imeleta mpaka swala za faradhi sasa uswaliwa majumbani, lakini sunna kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akikupa uwezo, ukimaliza faradhi na ukaswali sunna nyingine msikitini, zingine nenda ukaswali nyumbani, kwa sababu wakati mwanadamu anapokuja malakul mauti kumtukua, zile sunna ambazo ulizoswali nyumbani, ile nyumba, ile ardhi itakulilia. Watu wema huliliwa na ardhi, watu wema huliliwa na misikiti, watu wema huliliwa na yale mema yako uliyofanya. Lakini wale watu waovu, Mola tuambia, fama bakat alayhimus samau wal ardh, mbingu ardhi hazimlilii mtu mwovu, lakini wewe mtu mzuri mbingu kulilia, yani ukuombea maghfira kwa ya Rabbi. Tulikuwa tukisikia hapa sauti ya mja wako akituambia, akisema alhamdulillahi rabbil alamin. Leo hatumsikii tena. Tulikuwa tukisikia sauti ya mja wako, subhana man ta'azzaza bil qudra wa qahara al ibada bil mauti, katika tarawih. Tukisikia dua akiomba mwenyewe katika tahajjud, katika qiyamul layl. Leo ya Rabbi hatuzisikii tena dua kama hizo. Sasa mbingu huwa hukulilia wewe mwema, na ardhi
huwa ikinena ya Rabbi, tulikuwa tukisikia hapa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ameweka paa lake la uso au bapa lake la uso katika ardhi. Basi pale msikitini, kila mahala uliposwali zile sunna, ndio utaona baadhi ya watu wakimaliza ni sunna hawaswali pale pale, kwenda kipembe kile, akienda kule ule msikiti akauzunguka zunguka. Kumbe pana hikma wakati wa kuondoka ulimwenguni. Zile sehemu huwa zikikuombea maghfira, zile sehemu huwa zikikuombea baraka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mola akatuelezea wale watu waovu, fama bakat alayhimus samau wal ardh, wale watu waovu hawaliliwi na mbingu, hawaliliwi kabisa na ardhi. Lakini wewe mwema, wakati Mola amekupenda, umeswali swala zako za faradhi, kisha ukazishika zile sunna, basi itakuwa wewe mzima, mikono, miguu, mato, midomo, kila kitu chako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukitia baraka, ukiinua kwa nafahati na barakati na rehma, kwa sababu umemtekelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Mola mwenyewe atuambia watabattal ilayhi tabtila, tindikia kwa Mwenyezi Mungu kutindikia, yani ambatana na Mwenyezi Mungu kuambata, yani yashike ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na hususan swala na zile sunna. Wakati ukizishika zile sunna utapendwa na Mwenyezi Mungu. Sasa wakati wa kuondoka ulimwenguni, manake manadamu, namna mtakavyoishi, namna mtakavyojenga, kununua, mwisho wetu ni kifo. Manadamu haifai kuwa na kitu. Angalia mathalan, ikiwa wewe umeingia katika ndege, wenda zako ikiwa ni Dubai, ni Kuwaiti, ukachagua first class pale, ukaingia pale, ukawakombee kiti kizuri kabisa, wenda zako safari. Angalia mwanadamu alipokuwa ni dhaifu. Wakati lao Mwenyezi Mungu akutukua, ndege ile ile itakutia kwa shekhe katika sehemu za mizigo. Jana huyu alikuwa first class bana, amelipa pengine 30,40, ameenda Dubai, Kuwaiti. Yeo huyu arudishwa katika mizigo. Angalia mwanadamu alikuwa ni dhaifu. Ilikuwa pia bwana huyu ni bilionea, bwana huyu ni president, bwana huyu ni governor, bwana huyu ni senator. Kwa hivyo tumweke pale pale first class. Kila mtu atakataa, bwana usimweke maiti hapa, sitie maiti bwana hapa, amweke. Watukuliwa bosi mzima wewe, jamaa wakikupigia saluti, leo wawekwa kwenye mizigo, kwenye motomato, kwenye viazi, kwenye nguo, kwenye magunia ya makaa, watupwa store bwana. Na ilikuwa jamaa juzi watu wakikupigia saluti. Kwa hivyo wanadamu wajue kwamba yeye hapa duniani si kwake, si kwetu. Tutaondoka, tumeetwa tu fanya nini? Fa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, yani tushindane, fastabiqul khairat, tushindane katika mazuri. Na hakuna mazuri zaidi ya swala, hakuna mazuri zaidi ya swala. Na ukimaliza swala za faradhi, basi ukawa ni mwenye kuzishika sunna, basi utakuwa ni first class wewe, hayaan wa mamata. Wakati wa kufa ndege yako itakuwa iko juu kabisa. Wakati jeneza umetukuliwa katika ndege yako ya first class, wenda zako kwa Mola. Ikiwa ni mwema, Mtume atuambia huwa ikisema qaddimuni qaddimuni qaddimuni, jamaa nipekeni. Umetiwa katika ndege yako, waonyeshwa hurul ain, waonyeshwa pepo yako. Maana yake mwanadamu, Mtume atuambia hawezi kuondoka katika ulimwengu, aondoki mpaka aonyeshwe pepo yake, na ikiwa ni muovu aonyeshwe moto wake. Sasa wewe umependwa na Mwenyezi Mungu, umeswali swala zako za faradhi, kisha mwenyewe nyumbani ukazishika zile sunna, wakati ndege tumekutia katika ndege ambayo ya mbao, au ikiwa ni aluminium, au ikiwa ni ya chuma, jamaa wanakubeba, basi huku unasema qaddimuni qaddimuni. Lakini ndege ya ulimwenguni haiwezekani kukutukua mara ya pili ikiwa ushakufa, ati wakuweke katika ile siti ya mbele. Hapana. Sasa huyu bwana marhum mtieni katika mizigo. Mwanadamu atakashukuru sana kwamba ajue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweta hapa ulimwenguni, hakutuweta kwamba tutaketi maisha. La kullu man 'alayha fan
wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sasa ndio uzuri. Basi wewe ukimaliza swala, wewe jaribu zile sunna usiziwati kabisa, sababu wakati ukiondoka utakuwa katika first class. Ndege yako ikiondolewa yapelekwa sasa katika lahadi, wenda zako katika kuwekwa katika kaburi, na kaburi usiogope ni imma rawda min riyadil janna wa sisi muumini, na ni hufra, shimo la moto kwa nani ya rabbi? La lilkafirin. Kisha akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min sunani sala, na miongoni mwa sunna za sala alkhushu', itaka unyenyekevu, sio unaswali unapiga piga tu makorini, hapana. Khushu', qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wananyenyekea wakati wakimwambia Mola wao subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Wakati umesujudu pale unarudi rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allahu akbar. Sasa nzuri ukija ukiwa unaswali al-khushu', sababu pengine itakuwa ndio adhuri yangu ya mwisho leo, pengine itakuwa ndio isha yangu ya mwisho, pengine ndio itakuwa nini leo, magharibi yangu ya mwisho. Mwanadamu ataka kiswali aiwe kwamba aswali swala ambayo muwadda, swala ya kuaga Mola wangu, pengine alasiri yangu hii, kesho nitakuwa niko katika ufuko wa kaburi. Basi anaposwali anaswali kwa khushu' wa tadabburu alqiraa, na uzingatie nimesoma sura gani baada nimemaliza Fatiha, au imamu alisoma sura gani alipomaliza Fatiha. Lazima tadabburu alqiraa. Ikiwa alisoma inna anzalnahu, iwe umeijua. Ikiwa alisoma qul huwallah, uwe wajua alisoma qul huwallah. Wa tartilu alqiraa, na kisomo ni lazima ukisome kitajwid. Ikiwa wasoma Fatiha ni lazima uzitunge zile shadda zake ambazo ni 14, na ni lazima wakati ukifika katika Allad usiseme dha wala dhalin. Tadabburu alqiraa, uzingatie kile kisomo. Wa tartilu alqiraa, usome kwa taratibu, sio speed, utadabbuha, uwe utakizingatia kizuri. Wa tadabburu dhikri, unapoita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, iwe roho yako, masikio yako wasikia subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Unapoinua kajuu sami Allahu liman hamidahu, moyo wako uwe unasikia rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa sahaba mmoja, wakati Mtume aliposema sami Allahu liman hamida, Mtume aliswalisha, basi usahaba akazidisha akasema rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahishwa sana, akasema ni nani aloeta dua kama hini? Mmeona malaika yani waandika thawabu kubwa kabisa kwa yule bwana ambaye alizingatia akuwa iwasema nini. Kwa hivyo ukiswali zingatia kwamba wewe uko mbele za Mola, na Mola pale huwa wewe wazungumza naye. Wakati unaposoma Qur'ani, Mola huzungumza na wewe. Wakati ukiswali, wewe unazungumza na Mola. Pale katika sijda, muombe kwa lugha yoyote utakayo, na Mwenyezi Mungu Allah ni Samiun, Mwenyezi Mungu ni alim. Wa faraghi qalbi, na ukiswali moyo uwe umeingia katika swala moyo mzima, sio na swali nafikiria nyumbani, leo nimepeleka pesa ngapi, leo ni futari gani, leo tutakula nini. Faraghi qalbi, moyo uwe uko mbali. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ngumu hivi kuswali wewe ufikiri, alisema yoyote ambaye ataswali bila ya kufikiria nitampa kishali.
Sayyidina Ali karramallahu wajha akasema mimi nitajaribu bwana. Ni ngumu maana utaswali muda atakuja shetani. Bwana kumbuka wewe dobeli yako umeweka wapi wewe? Bwana najua zile pesa bengo litoa kutoa. Sayyidina Ali akajaribu shekhe mpaka karibu na mwisho tena kumaliza. Ikamjia fikra sijui mtume atanipa kishale rangi ya green au cheupe. Kwa hivyo ni kitu kigumu kabisa. Faradhi qalbi, moyo wako umekuwa mweupe kabisa, wafikiria iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Unaposujudu unasikiza zile adhkar, ni kazi kubwa hiyo. Wenzao ni anbiya pekee yao, lakini wanadamu ni ngumu. Lakini pia ujiziwie, sio wewe utaswali utafikiria nyumbani. Siku moja kuliposwaliwa yule imamu, ni mwanadamu akaghafilika, akaswali raka 3 kabisa salamu. Sasa kukawa kuna mushkili kuulizana, jamaa leo tumeswali swala ngapi? Jamaa akasema wengine ni 4, wengine wallahi siji, lakini kuna bwana mmoja sasa mimi najua bwana leo tumeswali raka 3. Kwa nini Sheikh? Asema mimi wakati tunapofunga swala huwa mimi hutoka nyumbani mwenyewe, nikatukua kikapu changu, nikapita sokoni, kapita dukani, kajaza zile vitu vizuri. Wakati nikifika nyumbani, kisha kufika nyumbani, kisha kufunga mlango wangu, huwa swala imeisha. Lakini leo niko barabarani, siyafika nyumbani, naona imamu pisa salamu, kajua kwamba leo swala imepungua. Basi swala kama hizo hazitakikaniwi. Ni swala utatadabbur, utaendesha roho yako iingize katika kile qiraa, uingize katika tadabbur. Ndio akatuambia wanazuoni, wa antadkhula as-salata binashati, usiingie katika swala kama kwamba ulazimishwa, kama kwamba labda wewe umelazimishwa uswali, umetendeshwa nguvu. Hapana, binashati, uingie kwa furaha wa faraghi qalbi, na moyo uwe uko wazi, hauna matatizo katika roho, haina dunia ndani yake, hauna dunia bali ni akhira tupu, kuifikiria swala ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hubbiba ilayya min dunyakum thalatha, mimi katika dunia yenu nimependezwa na mambo matatu. Hubbiba ilayya min dunyakum thalatha, atib. Mtume asema yeye apenda sana perfume, manukato apenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafuta mazuri, haludi. Mtume akipenda sana harufu nzuri. Hubbiba ilayya min dunyakum atib, manukato. Kisha wanisa, Mtume asema na kuoa halalan tayyiba. Ndio Mtume akasisitiza sana, tazawwajul alwadud fa inni mukathirun bikum wal umama yawm alqiyama. Jamaa, kithirisheni jamaa kuoa, lakini mwaoe wanawake ambao wenye kizazi, wanawake wenye kuzaa. Mimi mtumi wenu nataka kujifakhirisha kesho kwa umma wengi. Ndio Mtume mwenyewe Mwenyezi Mungu akamruhusu biqudratillah, akawa ana wanawake 9. Wake wa Mtume walikuwa ni 9. Mbali Sayyidina Khadija alikufa huyo, akamwata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume hakumwolea kabisa Sayyidina Khadija hata kwa dhihaka. Baada ya kufa ndio Mtume akaanza kuoa kina Maimuna, akawaoa kina Aisha, akawaoa kina Ramla, akawaoa wanawake. Lakini Mtume mwanzo kwa Khadija huyo hakumwolea kabisa. Hapo Mtume na Mola akamruhusu aoe wanawake 9. Sisi leo tumeruhusiwa kuoa wanawake 4, mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akhira tutapewa 70 hurul ain kaamthali lu'lu'il maknun. Je, hawa wake zetu kesho akhira watakuwa hali gani? Wanawake wetu hawa kesho akhira Mwenyezi Mungu atawapamba kwa uzuri, watashinda hurul ain. Mola atuambia, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Wake zetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaumba umbile zuri kuwashinda hurul ain. Hurul ain
Watawaambia wake zetu, sisi tuko tayari peponi, nyinyi mpaka muingizwe ndani ya pepo. Wanawake wataambiwa, lakini sisi ulimwenguni tulikuwa sisi ni wenye kusoma Qur'ani, nyinyi hamkusoma Qur'ani. Sisi ulimwenguni tulikuwa tukileta dhikrullah, nyinyi hamkuleta dhikrullah, mko tayari tu katika pepo. Sisi ulimwenguni tulikuwa tukimswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyinyi hamkumswalia. Sisi ulimwenguni tulikuwa tukiswali, nyinyi mlikuwa hamswali, hakuswali nyinyi peponi, hakuna swala. Sisi ulimwenguni tulikuwa tukifunga Ramadhani, nyinyi hamuna Ramadhani. Sisi ulimwenguni tulikuwa tukenda haji, nyinyi hamkuhiji, hamkusoma Qur'ani, hamkumtaya Mwenyezi Mungu pale hurul ain. Watasema naam, antunna gulibnana, nyinyi mmetushinda. Basi Mola subhanahu wa ta'ala, wake zetu ulimwenguni watakuwa ni wazuri kweli kushinda hurul ain. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie nasi yawe yote yetu ni mazuri. Mwenyezi Mungu atupe mazuri, na miongoni mwa mazuri ni Mwenyezi Mungu kukuweka katika janna, pepo ambayo hakuna tena ndani yake wallahi ugonjwa, hakuna tena kufa, hakuna tena kushikwa kodi ya mai, kodi ya taa, sijui nyumba taka pesa zake, hakuna kwamba takana pesa za kwenda kununua ration. Zote Mola subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Kisha akatuambia Mwenyezi Mungu, wafiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Mtakuwa ndani ya pepo, kila unachokitamani, kila unachokipenda Mola hukuetea. Si huambii ngoja kipikwe, hakuna kupikwa shaka. Wewe ukitamani pale chakula cha kujia, utakula chakula chako. Ikiwa mwenyewe umependa kuku, umependa bata, umependa ndiwa, shauri yako mwenyewe. Kisha ile mifupa biqudratillah pale yaondoka, yule kuku lomla au bata au ndiwa, hoyo uenda zake na hali wewe umeshiba. Tena peponi hakuna kwamba leo nimekula shurba nyingi, tumbo limenipinda, limenitia gesi hivi. Hakuna tena kule, hakuna mambo ya kupindwa na tumbo wala gesi. Umekula chakula chako na hakuna basi jamaa, hebu nitaka kwenda kujisaidia. Hakuna kujisaidia peponi. Peponi unapokula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa wewe utatauka, harufu itatoka mzuri kabisa, ndio itakuwa ushaenda haja, na majasho yetu yatakuwa kama mfano wa miski. Inshallah Mwenyezi Mungu nasi atuweke katika hizo pepo. Wallahu wa rasulu a'lam. Na ikiwa nimetea, nitakuelezea tena, mimi ni mwanadamu ni mtu wa kukosa. Ikiwa nimepata ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ikiwa nimekosa kwa wanadamu. Na wewe ndugu yangu, ikiwa unaona pale nimekosea, isiwe litakutia dhiki, la bali likufurahishe, unionyeshe njia nzuri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa baada ya kushamaliza fiqh na tuendelea na swala yetu, tuingia kumweleza as-sahabiyyu jalil Muadh ibn Jabal. Muadh, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpenda sana Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal ni kijana huyo, alikufa umri wake ulikuwa ni miaka 33, lakini Mtume aliwahi kumwambia, ya Muadh, inni uhibbuka ya Muadh. Muadh, nakupenda mimi. Jamaa, wewe upendwa na Mtume. Ukipendwa na Mtume ndio umependwa na Mwenyezi Mungu, ndio umependwa na malaika, utapendwa na ziumbo zote. Wakati wa kuondoka ulimwenguni, Jibril malakul maut asema, wewe wapendwa na Mtume shekhe, wapendwa na Mwenyezi Mungu, wapendwa na Mtume, sisi tutakupenda. Wakati akikuondosha, utaondoka na huku ni radhiyatan mardhiya, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Basi Mtume akamwambia, ya Muadh, inni uhibbuka ya Muadh, mimi nakupenda wallahi Muadh. La tad'anna Muadh, usisahau dubura kulli sala, ukimaliza dhuhuri kumaliza ushapisa salamu,
Usisahau Muadh, al-asri, maghrib, isha, jumaa, swala zako zote Muadh ukisahau kisha kupisa salamu Muadh, la tad'anna, usiwate dua hili, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma Mola a'inni ala dhikrika Muadh, nisaidie mimi kukutaya wewe, wa shukrika, na kukutaya wewe kukushukuru, wa husni ibadatik, na mzuri nipate mzuri zile mzuri niwe mzuri katika zile ibada zako kuzifanya, nipate ibada mzuri ya Rabbi, na niwe ni mzuri kwa kuzifanya ibada hizo, nisiwe na kibri, nisiwe ni mwenye kuonyesha watu, bali nifanye kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ndio mpaka leo kila anayemaliza kuswali huiomba dua hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia Muadh ibn Jabal, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, a'lamu ummati bil halal wal haram Muadh ibn Jabal, ambaye aiwa zaidi tafdhil a'lamu ummati, ambaye aiwa mno sana katika ummati wangu wote, bil halal, kuwa hili ni halali, wal haram, na ni haram, Muadh ibn Jabal. Ni huyu Muadh ibn Jabal, kijana ambaye huyu alipata hidayah ya Uislamu. Kijana huyu wakati alipopelekwa Mus'ab bin Umair, Mtume kumpeleka Mus'ab bin Umair kulingania watu katika la ilaha illallah na kuambia watu wakubali Muhammadur Rasulullah, Muadh ibn Jabal, kijana huyu akapata hidayah ya Uislamu. Nani alomsilimisha? Ni nani? Mus'ab ibn Umair huyu. Na huyu Muadh ibn Jabal ni yule ambaye alofanya njama yeye na kina Muawwadh wa Muadh wa Khallad, wakati Amr ibn al-Jumuh alipofunga upanga kwa ule sanamu wake Manat, kina Muadh ndio wakafungua upanga ule sanamu, wakenda wakamtia katika shimo ambalo ndani yake kulikuwa kuna mbwa amekufa. Wakafuata wakafanya mpango huo mpaka Amr ibn al-Jumuh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa hidayah ya Uislamu. Basi Muadh ibn Jabal alikuweko wakati vijana wa Amr ibn al-Jumuh, Muadh wa Khallad, na wanne wao walikuwa ni Muadh ibn Jabal. Wakafanya uhodari mkubwa, wakamfungua Manati ule upanga, wakenda wakamfunga pamoja na mbwa kwenye shimo. Ndio Amr ibn Jumuh alipoinuka akajua salala, Mungu jamaa hufungwa na mbwa, tena kijiba kilichokufa, akapata hidayah ya Uislamu. Basi gemu kama hili au hikma kama hili pia Muadh ibn Jabal alikuwa mwenye kuchangia, na Mtume atuambia dallu ala khairi kafaili, jambo lolote la khairi ukilisimamia na wewe unapata thawabu kubwa. Kisha la an yahdiyaka Allahu rajulan wahida, la wewe utapata uwezo msilimishe mtu mmoja, khairul laka min humuri ni'ami, ni bora kwako wewe kushinda ngamia wale wakubwa, ngamia wa akhira, ngamia wa duniani. Yani thawabu zako hazilingani na ngamia wakubwa, kwa sababu unapomsilimisha mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuwatahuri na moto kuanzia ukucha wako mpaka nyele zako, yani wewe mzima ni wa peponi maadamu umemsilimisha yule ulomsilimisha. Na ajabu nyingine, ule ulomsilimisha kila akifanya zuri waandikiwa thawabu zako wewe, na kila akifanya maasiya wewe humo angalia raha. Akitenda zuri ulomsilimisha wewe uko ndani, akifanya ovu yeye mwenyewe na nafsi yake atakwenda mwenyewe kujitetea kwa Mola wake. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri. Mara nyingi huwa tunakaa na watumishi, pengine ukae na mtumishi miaka 20, wengine miaka 15, wengine mtumishi huwe hujajaribu kumwambia yeye kazo, ewe sidi, ewe dama, wewe silimu, wewe cha usiku silimu, charo tako silimu, wewe John tako silimu, wewe Karisa takujaribu kutia dawa. Pengine Mwenyezi Mungu aweza kungojea tu wewe utamke. Ukimtamkia muda ule charo awe tayari, ukimtamkia yule mathalan ujiongo sijui uko tayari. Kwa hivyo mwanadamu ajue kile leo
etaka kiondoka ulimwenguni, ndege yake asiwekwe kule wapi store ya kutukua mizigo, ndege yake yani aseme qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Muadh bin Jabal ni sahaba ambaye alikwenda katika mji wa Dimishq, katika kwenda alfajiri, shekhe mwenye kuadhini akimaliza muadhini wa kwanza, Muadh bin Jabal yuko ndani, swala za sunna hizo, piga mwenye tahia, piga raka zake za sunna talodhu, upiga swala zake za kungojea swala alfajiri. Sasa watu wakampenda kijana huyu sababu alikuwa ni barraqu thanaya, kijana ambaye alikuwa meno yake meupe kabisa na roho yake nyeupe na sura zake zilikuwa safi kabisa, yatalala nur, nyeupe kabisa. Watu wakamzunguka, kila mwenye swala lake akawa humuuliza Muadh bin Jabal. Kuna bwana mmoja akauliza, huyu nani? Akamwambia umuisi huyu ni huyo Muadh bin Jabal, sahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba ambaye mtume alimwambia inni uhibbuka ya Muadh. Yule bwana akasema, mimi kesho inshallah nitakwenda mapema na nataka nimwambie mazuri nitakayomwambia. Huyu bwana akainuka mapema kwenda msikitini, katika msikiti wa Dimishq. Akiingia Muadh bin Jabali ashatangulia kitambo kupiga rak'ataini zake. Alipomaliza kupisa salamu akamwambia, ya Muadh, naam ya Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam ya rajul, ana uhibbuk fillah, wallahi nami nakupenda wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Umependwa na mtume wewe. Ana uhibbuka ya Muadh fillah. Muadh akamwambia, fillahi, Allahi, wallahi wanipenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Bana Muadh, inni uhibbuka fillah wa billah, nakupenda Muadh, nakupenda. Hukatazwi kumwambia mwenzako nakupenda, lakini si kishetani, nakupenda wallahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia Allah. Muadh akamuuliza Allahi, akamwambia wallahi nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Muadh ibn Jabal akamwambia abshir, chukua bishara njema, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mtume akinena, wale watu ambao wapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wajabat shafaati lahum, yani shufaa yangu iko tayari kuwapatia wale watu ambao kwamba wao wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, watafufuliwa katika mimbar miongoni mwa mimbar ya nuru, kwa sababu wamependana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na mtume akamwambia Muadh kwamba wao wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wajabat shafaati lahum, na Mwenyezi Mungu hukupenda maadamu umempenda mtu nduyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Siku moja mtume alikuwa amekaa, mwida akapita sahaba mmoja, na mtume alikuwa ameketi na sahaba mwingine. Alipopita yule sahaba akawapisia salamu kina mtume, kisha akaenda zake. Mtume yule sahaba akamwambia, ya Rasulullah, inni uhibbuhu, wallahi mimi nampenda sahaba huyu. Mtume ambaye umpenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Bana ya Rasulullah. Mtume akamwambia, idhhab waalimu, nenda ukamjulishe kwamba mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu watapata shafaa kubwa, watapendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ule bwana akaenda akamwambia, ya fulani, inni uhibbuka fillah, mimi nakupenda wallahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na yoyote mwenye kumpenda mwenduye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wajabat shafaati, shafaa yangu, maombezi yangu yako tayari na Mwenyezi Mungu. Wapenda wale wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, almutahabbina fiya, Mola sema wale wenye kupendana kwa ajili yangu mimi, walmutazawirina fiya, na ambao wenye kutembeleana kwa ajili yangu mimi, walmutasaddiqina fiya, na watu ambao kwamba hupeana kwa ajili yangu mimi. Basi Mola huambia watu hao, wajabat lahum shafaa, mimi nitawaweka katika manabir, katika mahala ambapo kwamba ni patukufu, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Muadh bin Jabal walikuja
watu kutoka Yaman kumwambia ya Rasulullah, sisi tumesilimu, tupatie nasi sahaba mmoja aje atufundishe nasi Qur'ani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Muadh ibn Jabal, nenda uwafundishe, nenda uwasomeshe, nenda uwapatie mambo ya dini. Lakini Muadh, hutonidiriki tena, hutonipata tena Muadh. Wewe nenda Yaman, lakini ukija Muadh utanikuta tahta qabri. Muadh akalia, ya Rasulullah, mtume nenda Muadh, kullu man alayha fan, lakini nakuhakikishia mimi na wewe hatutoonana tena, ni hivi sasa. Muadh akamkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabaka Muadh bukaan shadida. Kisha Mtume akamuuliza Muadh, wewe wenda Yaman kuwafundisha watu dini, je, utahukumu kwa namna gani? Ya Rasulullah, nitahukumu fi kitabillah, nitaangalia hukumu ambazo zimo katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia, haya Muadh, umeangalia Qur'ani yote, hukupata baadhi ya hukumu katika Qur'ani? Ya Rasulullah, nitahukumu fi sunnatik, nitaangalia hadithi zako ya Rasulullah. Mtume akamwambia, haya Muadh, ikiwa katika hadithi hukuzipata, akamwambia, nitatumia rai yangu ya Rasulullah, wala aulu, wala sitopita mipaka kabisa. Nitaangalia katika Qur'ani, nitaangalia katika hadith, ikiwa sikupata nitajaribu ya Rasulullah ijtihadi, ile kesi niifanye kwa njia yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akampiga bega lake, akainua dua Mtume, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemjalia mtumishi ambao ametumwa na mtumwa wa Mwenyezi Mungu, yani mtumi ndio mtumwa Muadh, atakwenda kuhukumu kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muadh akaenda, Muadh ibn Jabal akafundisha watu Qur'ani, akawafundisha watu ilmu. Kisha Muadh ibn Jabal akirudi, ambiwa, jana tulimzika Mtume sallallahu. Muadh akalia, akapita katika kabri la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalia sana, sababu Mtume alikufa siku ya Jumatatu, akawekwa na Jumanne. Jumatano Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuzikwa. Na Mtume alipofariki, hakuna kumswalia Mtume kwamba uweke imamu kama hapa, pana. Mtume ni sayyidu shuhada, sayyidul anbiya. Ilikuwa hakuna imamu mbele ya Mtume, ilikuwa watu ingia wakaswali kigurupu katika chumba cha Nana Aisha. Na mwanzo Mtume alipofariki, iliambiwa hakuna kumswalia. Mwanzo watu mwenyewe Mola Rabbul Izza atie baraka zake, atie rehema zake kwa Mtume, amrahabu mtume wake. Mwanzo ilikuwa ni mwenyewe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kawekwa jeneza pale katika chumba cha Nana Aisha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamimina baraka zake, akamimina rehema zake kwa Mtume. Kisha baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaja mwenyewe mwalimu wake Jibril alayhi salam, akamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wakaja malaika, wakawa ni wenye kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sasa hapo ikawa ni ashabi nabii, wakawa waingia katiti wakamswalia Mtume. Siku ya Jumatano Mtume akawa mwenye kuzikwa. Muadh ibn Jabal akiingia maskini Madina ni siku Alhamisi, ambi wallahi, lao ulikuja jana ungemkuta Mtume bado hatujamzika. Akasema sadaqa Rasulullah, amenena kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponambia, nenda Muadh ukasomeshe, lakini ukia hutonidirika tena, hutonipata tena. Na hapo Muadh akaiwa kwamba Mtume huyo ni kweli ni Mtume wa Mwenyezi Mungu as-Sadiqul Amin. Akaenda katika kabri la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muadh ibn Jabal, Mtume atuambia, yubaathu, atafufuliwa, ala ratwatil misk. Angalia mambo ya Mwenyezi Mungu, peke yake huyu atafufuliwa siku ya Kiyama katika kilima cha miski.
watu yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughni, watu enda mbio, watara nnasa sukara wama hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Muadh bin Jabal hayatompata haya, atafufuliwa katika ratwatil miski, kilima cha miski, akiangalia namna watu wanavyokwenda mbio, namna watu wanavyoanguka, namna watu wanavyokwenda huku na huku, baba mkimbia mwanawe mwana. Lakini Muadh bin Jabal atakaa kwenye kilima cha miski na huku akituangalia, kwa sababu mwenyewe Mola amempenda Muadh bin Jabal. Je, wanawazuoni wakifufuliwa, nani atakuwa ndiye guide wao, kamanda mbele ya kuwapeleka watu motoni, kuwapeleka watu peponi? Astaghfirullah, peponi, watu peponi itakuwa wanawazuoni, mbele yao itakuwa ni Muadh bin Jabal yaqdumu qauma, yeye ndio itakuwa ino sayyidul ulama, wanawazuoni wote min ladun Adam, kutoka Adam mpaka yeo, itakuwa mbele ni Muadh bin Jabal. Ulamai wote wako nyuma na Muadh bin Jabal mwenyewe andana peponi. Je, makafiri tuambiwa yaqdumu qaumahu yawm alqiyama, Firaun wapeka wapi? Fauradahum nar wa bi'sal wirdul mawrud. Firauni ndiye ambaye kwamba itakuwa amewatukua watu wote kafirin, kafirat, wote makufari, mushrikina, mushrikat, watakuwa wamfuata gaidi wao au ambasada wao au mkubwa wao, itakuwa ni Firauni, na nyuma mal'un Iblisi. Maana Iblisi alitoa mkono akamwambia Firauni, wewe umenishinda mimi nimepoteza watu, lakini sikusema ana rabbukumul a'la. Ndio Mola akatuambia yaqdumu qaumahu yawm alqiyama fa'awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud, wapeleka mahala ambapo paovu kabisa. Lakini Muadh bin Jabal ndiye ambaye atakuwa ikombee, na huku ulama wamemfuata nyuma, kina Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, kina Sayyidina Umar, kina Habib Umar, kina Habib Said Ali, kina Sheikh Dumila, kina mwenye baba, kina Ustadh Abbas, kina ulamai wote, kina Habib Saleh, kina Muhammad Sharif Famau, kila mwanachuoni wote, itakuwa hawezi kabisa kumruka Muadh bin Jabal. Kina Sheikh Break, kina Sheikh marhum Abdullah Faris, kina alim al-allama Sheikh ambaye kwamba tulimzika juzi, Ustadh Harith, kina Sheikh mwenye karama, wa ulamai wote kwa ufupi ni wengi, kina Ustadh Muhammad al-Bir, kina Sheikh Muhammad, yani wote ambao kwamba wanazuoni watakuwa nyuma ya Muadh bin Jabal. Kina wanazuoni ni wengi sana kabisa, kina kina Hamid wale, yani wanazuoni ni wengi, wote watakuwa wako nyuma ya Muadh bin Jabal, ndio atakuwa amewachukua enda nao peponi. Nasi inshallah wanafunzi tutakuwa tuko nyuma ya wanazuoni wetu. Muadh bin Jabal ndio mwenye kushika bendera ya kutupeka peponi. Muadh bin Jabal umri ukamalizika, sasa wakati wa kuondoka ulimwenguni, na tuambiwa ilikuwa yuko katika mia mbali kabisa, alikwenda kuitetea la ilaha illa Allah. Alikufa wapi Muadh? Falastini, pande za Falastini, amekwenda kuitetea la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Maradhi maskini yakamwandama. Sasa Muadh bin Jabal yuko katika kitanda cha mauti. Falamma hadaratul wafat istaqbala alqibla, tuambiwa alielekea kibula bwana, wajala yuraddidu hadha shahid, manake amekufa kwa maradhi ya matumbo huyo, ikawa amepata ushahidi mkubwa. Mwanzo mwenye kufa safari tu, mwenye kufa safarini huwa amekufa shahidi. Ikawa Muadh bin Jabal mwenyewe ni mwana wa Makka au kijana cha Madina, akenda kafa pande za Falastini kuitetea la ilaha illa Allah
Muhammadur Rasulullah. Sasa ikawa huinua mikono, marhaban bil mauti, marhaban bil mauti, kawa huinua mikono, marhaba mauti, mauti anfikia. Wakawa sasa Muadh bin Jabal mauti yamtambalia katiti, wajaala yaqul, ikawa sasa huinua mato yake kusema Allahumma, angalia tawadhu. Mtume ashamwambia nakupenda, Mwenyezi Mungu ashampenda, yeye ndio imamul ulama, amwambia Mola wake Allahumma, ewe Mola wangu, innaka kunta ta'lam, wewe ulikuwa wayua anni lam akun uhibbu dunya ya Rabb, mimi ilikuwa sipendi dunia, wa tula albaqa fiha, wala kubakia katika ulimwengu, ligharsi alashjar, ili nipate miti mingi nipate mashamba, wa jaz'i al-anhar, wa jari al-anhar, na kuona mito yapita. Ya Rabbi, Mola wangu, mimi sitaki kuketi katika dunia kwa sababu nione matunda, nione miti, wala kuona mito, walakin ya Rabbi lidhama al-hawajib, nimeketi duniani kama mfano wa mtu ameshikwa na kiu, akawa ni mwenye kutafuta maji. Sikuketi duniani ya Rabbi kutaka dunia, wala kutaka ukubwa, wala kutaka kadhaa. Pale Muadh bin Jabal fafadat aina, pale akawa iwalia, na huku apiga shahada yake, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Akaondoka katika ulimwengu shahidi huyu, ambaye imamul ulama, amependwa na wanazuoni, yendi amependwa na mtumi, amependwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wanazuoni wote kutoka Adam mpaka yaumil qiyama, wote namna watakavyokuwa wanawazuoni, wajue imamu wao mwenye kushika bendera kesho ni Muadh bin Jabal. Je, umri wake ulikuwa namna gani? Maskini kijana huyu alikufa mtoto sana, umri wake ulikuwa ni miaka 33. Hivi ndivyo alivyokufa Muadh bin Jabal, na kauli nyingine ni 36, ambao umri hunu ndio tutakavyokuwa peponi. Umri hunu ni umri kama wa Nabii Allah Isa alayhi salam alipopaishwa mbinguni na Mola, tuambiwa ilikuwa ni miaka 36 kama sikukosea, au 33, na ndivyo tutakavyokuwa peponi. Umri utakuwa ni miaka 36 au 33. Urefu usiulize, ni dhiraa 60 za Nabii Allah Adam alayhi salam. Uzuri usiulize, tuambiwa kuna kauli mbili, tutakuwa wazuri kama uzuri wa Nabii Allah Yusuf, mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya nyingine sema la, itakuwa uzuri, maana hakuna mzuri kama mtume, itakuwa uzuri wetu kama sura za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwili kiwiliwili kitakuwa ni cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Mwenyezi Mungu nasa tujalie, atupe sura mzuri za Mtume Muhammad, atupe na mwili wa Yusuf. Mwenyezi Mungu atuweke katika jannatin alia kutufu wa dania. Hiki ndicho kiswa cha kumweleza as-sahabiyu jalil Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من السعداء